Uamuzi kwa watumishi 18 waliofunguliwa mashauri ya nidhamu ambao 9 ni wa idara ya uhandisi, watumishi 8 ni wa idara ya afya na mtumishi mmoja ni wa idara ya fedha na biashara. Aidha, katika uamuzi huo jumla watumishi 4 wa idara ya afya wamefukuzwa kazi baada ya kudhibitika kuwa makosa ya utoro kazini na rushwa moja kwa moja. Kati ya watumishi 9 wa idara ya uhandisi, 6 walithibitika kuwa hawana hatia kwa wakaachwa, na watumishi 3 wamethibitika kuwa na hatia ambazo kwa mujibu wa kanuni za utumishi wanapaswa kupewa adhabu mbalimbali, ambapo wahandisi 2 wameshushwa vyeo na madaraja, mhandisi mmoja ameshushwa daraja na kupewa onyo. Aidha, mtumishi mmoja wa idara ya fedha na biashara amepewa onyo kali. Uamuzi wa baraza la madiwani kuwapa onyo kali, kuwashusha madaraja na kuwashusha vyeo unatokana na ukweli kuwa walishindwa kutumia taaluma zao vizuri, kuishauri halmashauri namna nzuri ya kufanya maamuzi ya mabadiliko ya ujenzi wa barabara za Biafra Journalism Phase 2 na barabara ya Mandazi. Baraza la madiwani limezingatia taratibu zote katika kuchukua hatua za kinidhamu dhidi ya watumishi hao ambao ni pamoja na kufanyika kwa uchunguzi wa awali kuhusu tuhuma husika na kufungua mashtaka dhidi yao, watuhumiwa kuwasilisha utetezi wao ndani ya siku 14 baada ya kusimamishwa kazi, na kuundia tume ya uchunguzi ambayo iliwasilisha taarifa kwa mamlaka ya nidhamu ili kutuwezesha kufikia maamuzi haya. Aidha, katika mkutano huo wa halmashauri wa nidhamu, baraza la madiwani lilijadili kwa kina kuridhia kutoa kibali cha kupandisha vyeo watumishi 372, kuwabadilisha vyeo watumishi 9 na kuwadhibitisha kazini watumishi 206 ambao wamemaliza kipindi vyao vya majaribio na kuonekana wanafaa kufanya kazi kwa utumishi wa umma. Hii ndio content ya toleo letu la leo ambao tumeona ndugu zetu wa habari tuwaarike juu ya baraza kufanyika jana ambalo la nidhamu. Sasa nikienda into detail mbali na hii ambayo taarifa yetu kwa umma ambayo tutapewa, ni kwamba mtakumbuka mwaka jana 2015 kuanzia mwezi wa 12 walikuwa na tume mbalimbali ambazo ziliibuliwa na DC aliyepita, lakini kwa tuhuma zile mkurugenzi wa manispaa ya Kinondoni alichukua hatua ya kuwasimamisha wahandisi wa manispaa ambao kwa kipindi hiko walikuwa kama 3-4 walikuwa moja kwa moja wanahusika na uharibifu. Kwa nini barabara zetu swali kubwa liko kwa nini barabara zetu Kinondoni zinaharibika mapema na zinatumia gharama kubwa, lakini la pili lilikopo ni nyongeza ya fedha ambazo zinaongezeka kwenye kila mradi wa barabara. Sasa baada ya mkurugenzi kuwasimamisha kazi tangu mwezi wa 12 mwaka jana, kilichoendelea ni nini? Tunafahamu kwamba DC aliyepita alikuwa na tume yake aliiunda, lakini haitoshi. Kabla uhai wa baraza hili, mkurugenzi pia naye alichukua hatua ya kuunda tume nyingine kwa ajili ya kudhibitisha makosa hayo kama yapo mashtaka au la. Aidha, katika tume hiyo ilikuwa na watu mbalimbali ambao ni wahandisi na walimu wa uhandisi kutoka DIT, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, TBS na sehemu mbalimbali, ambapo watu hao walifanya kazi mpaka kufikia mwezi wa 3 na kukabidhi ripoti manispaa ya Kinondoni ambayo ilitengeneza mashtaka ya kuwashtaki watuhumiwa ambao walikuwa ni wahandisi, ambao mara nyingi imekuwa ni jambo kubwa sana kutoka kwenye media mara kwa mara. Taratibu za utumishi zinatuambia mtumishi anapokuwa anaonekana na mashtaka ya kujibu, anaundiwa kamati maalum ya kumhoji. Hiyo kamati sio ya meya, sio ya madiwani, wala sio wabunge, wala sio mkurugenzi. Kwa safari hii, kwa kuwa tuhuma hizi zilikuwa ni nzito, tuliomba vyombo vya dola vitusaidie kwenye jambo hili. Kwa hiyo tulikuwa na watu wetu mbalimbali wa usalama, vyombo vya dola, lakini tulikuwa na watu wa TAKUKURU kwenye tume hiyo ya kuhoji, lakini vile vile tulikuwa na watu kutoka kwenye taasisi ambazo zinahusika na makandarasi kama vile TANROADS, na vile vile tulikuwa na taasisi ambazo zinasimamia umoja wa makandarasi kama CRB, ambazo zote zilikuwa na mainjinia wametoka TAKUKURU. Tuna mainjinia tulipewa TANROADS na mainjinia wengine tulipewa huko. Kwa wale walituletea finding walizozikuta zidi ya mashtaka tulioomba wachaji wa wahandisi, na baada ya mwisho yote wakatuletea majibu ya kwamba baada ya kuwachaji mashtaka yale
na utetezi waliopewa kutokana na wahandisi kurudisha utetezi wao wamebaini nini. Tulikuwa na mhandisi mkuu Baraka Mkuu, alikuwa na mashtaka 6, na wa pili alikuwepo Engineer Ismail Mohamed Mafita, na mtu wa tatu katika wale 9, mtu wa tatu alikuwa ni Engineer Daudi Aston Sigara. Kwa hiyo ndugu zangu, nimesema niingie in detail ili mwelewe kwamba kwenye mashtaka haya kwa watu hao wa vyombo ambao viliundwa kwa ajili ya kufanya inquiry, kuwahoji ana kwa ana, na ndio kuwa kama ni kigezo cha kupeleka kwenye kamati ya fedha na baraza kuchukua hatua. Kwa hiyo niseme tulichojifunza kwetu sisi, tumebadilika kimoja. Barabara zetu kuondoka kwanza kwenye barabara za lami nyepesi na kwenda kwenye barabara zenye viwango sawa na TANROADS, hilo ambalo tumekubaliana kuanzia bajeti ya mwezi wa 4, ni jambo ambalo tunaenda kulifanya, kuachana na barabara za muda mfupi. Lakini vile vile safari hii kwa kuwa watu wetu wa manispaa ya Kinondoni tumekosa chumba cha usanifu, designing room, tumekubaliana kumpata mkandarasi mshauri ambaye ni Norplan, ataikuwa anatuchorea barabara zetu kama design zake kabla tujaenda kutangaza ile kazi.